ili atende haki akiongozwa na Roho huyo. Lengo ni kuendeleza roho ya upendo, haki, amani kwa wote bila ubaguzi. Katika Agano Jipya, Yesu alipokuja alikuwa kama kiongozi na mwalimu, anawaonyesha mfano wa wale mitume wanaoambatana naye, namna ya kutenda, namna ya kuwajali watu. Alikuwa kiongozi. Ukisoma Injili ya Luka sura ya kwanza ya 32, tunaambiwa kuwa yeye ni mkuu na atapewa kiti cha mfalme Daudi baba yake, na yeye anaandaa kundi, lakini alikuwa kiongozi, atapewa kiti cha mfalme Daudi baba yake. Kumbe kupitia Yesu tunafundishwa na Mungu jinsi ya kuongoza wengine. Yesu alichagua Petro kwa kiongozi wa mitume wenzake kwa kumwagiza awalishe kondoo wake. Injili ya Yohana sura 21 aya 15 mpaka 17. Alikuwa anamwandaa kuongoza watu. Na katika orodha ya mababa watakatifu, Petro ndio kiongozi wa kwanza wa kanisa. Papa wetu ni naye wa 266. Kiongozi ni sauti ya wasio na sauti, ni mikono ya wasio na mikono, ni miguu ya wasio na miguu, ni macho ya vipofu, masikio ya viziwi, huru wa waliofungwa. Wewe ni kimbilio la wanyonge, sio mtu wa kupiga mikwara utako. Yesu ni kiongozi hodari wa watu wote. Hali kadhalika wewe kiongozi umepata nafasi ya kuongoza wenzako, uige, tembee, ufuate nyayo za Yesu. Yesu alikuwa muungwana, alikuwa msikivu, alikuwa msikivu. Uongozi katika kanisa Katoliki unamaanisha nini? Uongozi katika kanisa Katoliki ni utumishi. Ni utumishi, ni huduma, si mahala pa kujipatia marupurupu. Ukisoma Injili ya Luka sura 22:26, bali aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikiaye. Kumbe ndani ya kanisa jamani, ni tofauti na kwenye siasa, tofauti kwenye makampuni. Katika kanisa kuongoza ni kutumikia, ni kuhudumu, kuiga ile roho ya Yesu. Kwa sababu Yesu alikuwa kielelezo chetu, alikuja kutumikia, sio kutumikiwa. Alikuja kufanya mapenzi ya Baba, sio mapenzi yake. Alikuja kupokea maagizo kutoka kwa Baba, alikuja kuongoza pamoja na Baba. Sasa sisi tunaojiita Wakristo lazima tufuate nyayo zake. Lengo la kiongozi Mkatoliki, wewe umechaguliwa kwa ajili ya lengo gani? Lengo la msingi kuwatafuta na kuwarudisha kondoo waliopotea kwenye kundi na kuwaongoza mbinguni kupitia mlango wa kweli, yaani Yesu Kristo. Kwenye jumuiya yako akaza kuna watu wamerudi nyuma kiimani. Sasa ndani ya miaka hii mitatu fanya jitihada watembelee, uone changamoto zao ni nini. Lengo hilo kwa kiongozi kutafuta kondoo waliopotea. Tafuta kondoo waliopotea. Hata kwenye vyama vya kitume kule tuna mwenzetu hatokei kwenye sala zetu tunajiwekea zile. Kiongozi lazima utembee, ufuatilie. Usiweke tu makundi mjadili kusema kiongozi lazima uende ukaguse, uenda na jambo bado nafanya shughuli kwenye matukio. Tabia za kiongozi mzuri, utambue wajibu wako. Hizo ni sifa au tabia za kiongozi mzuri. Utambue wajibu wako, ujitume na umshirikishe Mungu katika kila majukumu yako. Sifa ya kwanza. Sifa ya pili, upende kusoma neno la Mungu na kulitafakari. Kiongozi, uwe na Biblia. Weka urafiki na kitabu hiki, mule utagundua hekima ya Mwenyezi
mzuri ashiriki sala au ibada kwenye jumuiya ndogo, ashiriki liturujia ya Ekaristi au misa takatifu Jumapili na siku zilizoamriwa. Uwe mtu wa kusali, kiongozi, kuna kututa nguvu na kuongoza wenzako na kupambana na ibilisi. Usiposali, ibilisi atakunyakua na utavuruga jumuiya unayoongoza, utavuruga kikundi unachokiongoza, kwa sababu ndani katika nafsi yako uko mtupu. Kiongozi pia ushiriki mara kwa mara sakramenti ya upatanisho. Jenga tabia ya kuungama, jenga tabia ya kuungama. Unapompokea Yesu uwe katika hali njema, utapata nguvu ya kusonga mbele katika kazi.